Kikao cha leo kama nilivyosema, tulipata mwaliko tu. Tulipata mwaliko kukutana na msajili. Viongozi wakuu wa Chadema kukutana na msajili kuhusu no reform no election. Sisi tukaitika mwito. Tulivyofika kwenye mwito, wakatuuliza hivi mnamaanisha nini kuhusu no reform no election na mambo kama hayo, na tukawaeleza msimamo wetu. Kwa hiyo kimsingi tu ni kwamba tumewaeleza msimamo wetu, na mnajua kwamba na vizuri wanahabari mkafahamu, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 sehemu G mpaka I, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na majukumu yake mengine, moja, ina mamlaka ya kuishauri serikali kuhusu masuala yanayohusiana na siasa, demokrasia na vyama vya siasa. Pili, ina mamlaka, ina wajibu wa kuwa uwezeshaji wa mawasiliano kati ya serikali na vyama. Tatu, ina majukumu na mamlaka ya kutafiti kuhusu masuala yanayohusu demokrasia, kuhusu uchaguzi, masuala yanayohusu vyama vingi. Tunaamini, mimi binafsi naamini kwamba baada ya kuwa wametuita na sisi tumeitika, tumewaeleza haya tuliowaeleza, tunaamini wanapaswa kuchukulia kwa uzito ili na wao wawe na mchango kama wadau wengine tuliokutana nao wa kuwezesha kufanyika kwa mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Tunaamini jambo hili linapaswa kukubalika na wadau wote. Sisi sauti yetu kwa tume tumeiambia tayari kwa maandishi. Mwezi Disemba tume walituandikia barua ya kutaka tutoe maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa urais, udiwani na ubunge. Kanuni ambazo vile vile zinagusa masuala mengi. Kuna kanuni mahususi ya uandikishaji, lakini masuala hayo vile vile yanatawaliwa na kanuni zote kwa ujumla. Tuliwaambia tume kwa barua kwamba hatuwezi kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi bila kwanza kufanyika marekebisho ya kikatiba ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, kufanyika kwa marekebisho ya kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, alafu hatua nyingine kukisha undwa tume huru ya uchaguzi, kukisha wekwa taratibu huru za uchaguzi, ndio mambo mengine yafuatie. Kwa hatua hii ni waombe tu vyombo vya habari, badala ya kutuuliza kuhusu tume na yanayoendelea ya uandikishaji, kaulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini toka mwezi Disemba mpaka sasa hawajajibu barua yetu tuliowaandikia ya kutaka reform, na muwaulize tume, kwa kuwa ndani ya barua tuliambia tume kwa kuwa ina mamlaka ya mawasiliano na serikali iweze kuwasiliana na serikali, waeleze kwamba wadau wa msingi wanasema kwanza zifanyike reform. Muiulize tume, je, ilifanya mawasiliano na serikali, na juu hatua gani zichukuliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Asante. Sisi tumeshaweka msimamo bayana kwamba tunachokitaka kwa sasa ni marekebisho ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki kabla ya hatua nyingine zozote zinazohusiana na uchaguzi. Kwa hiyo huo ndio msimamo ambao tumeueleza bayana, na tunataka wadau wote watuelewe kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election.